Mheshimiwa Rais, naomba nitumie fursa hii mimi binafsi kukushukuru kwa dhati kabisa kutoka katika sakafu ya moyo wangu kwa kuendelea kuniamini na sasa kunifanya niage vyema sekta hii ya michezo. Niage vyema sekta hii ya michezo kwa kuniteua na kunipa heshima na kukusaidia katika nafasi ya waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Ikulu, kazi maalum. Mheshimiwa Rais, uliponiteua katika wizara hii, wako rafiki zangu wawili wakasema yote utafanikiwa, lakini mtihani wako mkubwa ni michezo. Kwa sababu mimi katika maisha yangu yote 17 michezo haikuwa sehemu ya mambo ambayo niliyatarajia kabisa. Sasa katika 17 ndipo sasa naingizwa katika michezo. Na rafiki zangu wawili Dr. Agre Kalimwage Lucas Mulimuka na rafiki yangu Edwin Kagebukama Kiriba walisema sasa una kazi, kwa sababu wao wanajua tukiwa wote wanafunzi tunakwenda kwenye michezo pamoja pale Tabora, uwanja wa Tabora. Mimi nakwenda na Novo. Kwa kila goli likifungwa nasema timu gani imefunga. Sasa wakaniambia sasa yamekukuta. Huna tena kuuliza timu gani umefunga, sasa yanakuhusu. Na katika hili Mheshimiwa Rais, ni kwa moyo kabisa wa dhati nimshukuru sana naibu waziri ndugu yangu Minjuma. Shukuru sana 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 sana. Umenifanya niipende michezo. Umefanya niipende michezo. Mke wangu Dr. Amina hakufanikiwa. Binti yangu Dr. Tumaini hakufanikiwa. Mwanangu Aidan Mwaluko hakufanikiwa, lakini wewe umefanikiwa kunifanya niipende michezo sana. Na naamini hata huko niendako nitaendelea kuipenda michezo. Nikushukuru sana. Lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu Paul Christian Makonda. Katika muda huu ambao tumefanya kazi pamoja, vipaji vyako vimeonekana, na nakushukuru sana. Wakati naiaga timu Cairo inakwenda Morocco, nikamwambia mtakuwa na Makonda, na kwa kweli umetuwakilisha vizuri sana. Kubwa ni kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Rais. Shukuru sana. Toka mwanzo umewekeza sana katika michezo. Umewekeza sana katika viwanja, miundombinu. Wote tumeona hapa katika hii video iliyoonyeshwa. Uwekezaji mkubwa sana katika miundombinu hapa Tanzania bara, lakini pia tumshukuru Rais wa Zanzibar naye pia kwa kuwekeza miundombinu. Mimi nimeona miundombinu yote iliyoko Unguja, na nimeona ile miundombinu mingine iliyoko kwetu Pemba. Yote nimeiona, kazi kubwa, lakini yote ya Arusha, Dar es Salaam umewekeza sana. Lakini kikubwa zaidi Mheshimiwa Rais, umewekeza katika timu. Sababu naweza kuwa na yote hayo, kama timu haina morali, kama timu haina motisha, mtabaki na majengo lakini hamtakuwa na timu. Kwa tukushukuru sana kwa kuwekeza katika yote hayo mawili. Taratibu za kuanzisha wakala wa serikali wa kusimamia miundombinu ya michezo, yani Sports Infrastructure Management Agency, chini ya uongozi wa Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Moses Kusiluka, umefikia hatua nzuri. Na naamini kabla ya AFCON tayari tutakuwa na huo wakala. Tunasema hivyo kwa sababu tumejifunza kwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Toka ulipojengwa haukusimamiwa, haukarabatiwa, na matokeo yake tumetumia fedha nyingi kufanya hivyo. Kwa tusingependa kurudia hayo katika hii miundombinu mikubwa mingine ambayo umetuwezesha kujenga. Lakini la pili ambalo napenda nikushukuru sana ni kuhamasisha michezo. Hakuna leo yoyote asiyejua goli la mama. Kuna ambaye hajui goli la mama? Hakuna. Na wengine, hayo nitaongea na Makonda, na najua wewe huo uwezo unao, na wengine nao wanataka waingizwe kwenye goli la mama. Labda niseme, wanasema goli la mama limekuwa kwa wanaume tu. Je, sisi wanawake na sisi goli la mama? Basi hayo yapo. Lakini pia knockout ya mama. Miongoni mwa michezo ambayo sikujua ina hamasa kubwa hapa Tanzania ni ndondi. Ile knockout ya mama nayo imeongeza hamasa kubwa sana. Lakini pia katika sekta hii ya habari ni ile Samia Kalamu Award, nazo zimeongeza hamasa kubwa sana. Lakini ambao tumetambua mchango wako katika michezo sio sisi tu,
hata shirikisho la michezo la Afrika